Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu kamili naitwa Mselem Ali Mselem. Nilizaliwa Unguja katika mkoa wa Kaskazini, wilaya ya Kaskazini B, kwenye kijiji kinachoitwa Donge. Donge Vijibweni ndio mahala nilipozaliwa. Fupi, safari yangu ya kimasomo ni ndefu na ngumu. Na mara nyingi huwa napenda kusema na sioni aibu mimi si kusoma. Kwa sababu vigezo vya kusoma siku hizi lazima uwe na ithibati, labda una diploma, una degree, una hivi. Sikusoma kwa kiwango cha juu kwa vipimo vinavyotumika sasa. Lakini safari yangu ya masomo imeanzia tangu nyumbani nilikozaliwa. Utaratibu wa familia yangu, yani wazazi wangu, baba na mama, wao kwa sababu ni watu wa dini, walitulea sisi kwanza huwa tunasoma madrasa kabla ya kuenda shule. Kwa hiyo mimi nilivyokushakuwa naweza kusema na ninatumwa dukani mafuta ya taa, sukari, majani ya chai naleta nyumbani, kwa umri huo huwa tunapelekwa madrasa kwanza. Sote kwenye familia yetu tumelelewa hivyo. Na madrasa unasoma mwaka mzima kule. Mwaka mzima inakuwa umetosha kupata khatma moja ya Qur'ani. Yani ushaanza kuanzia alifu mpaka unaweza kusoma mashafu popote pale. Hata kama kwa viwango vya usomaji wa kule shamba husomi kwa ahkami na nini, lakini unaweza kupita popote. Ukifikia kiwango hicho, wazazi tena ndo wanakupeleka mwaka ujao shule. Kwa hiyo nilizaliwa mwaka 1961 na mwaka 1969 ndo nilianza kusoma shule ya msingi Donge. Nimesoma skuli baada ya kutoka madrasa ndo naenda shule, au nikitoka shule naenda madrasa. Mfumo wa madrasa zetu kwamba tunasoma ile kizamani. Mwanafunzi mwenye kiwango cha juu anakuwa ni mwalimu wa kuwasomesha wanafunzi wapya aliyowazidi. Kwa hiyo ilikuwa inatupa uzoefu wa kusomesha. Wewe umefika ama, anakuja mwanafunzi mpya leo kumpitisha alifu, be, te, unajua unao uwezo huo. Na mwalimu mmoja, yule mwalimu wetu hawezi kumsikiliza kila mtu. Kwa hiyo aliyesoma somo lake la leo anasikilizwa na mwenzake aliyemzidi. Ilikuwa inatupa kidogo uzoefu wa kuweza kusomesha kile ambacho wewe unakijua. Na baada ya kumaliza khatma moja, ukianza shule tulikuwa tunaenda asubuhi tu, hakukuwa na mikondo ya asubuhi na jioni. Saa 7 umesharudi shule, kwa hiyo jioni unaenda madrasa. Baada ya kumaliza khatma moja ya madrasa, tulikuwa tunapitishwa kwenye vitabu vidogo vidogo vya fiqh. Maarufu zama hizo tunasoma kitabu cha kwanza Babu Majaa au Irshadul Muslimin. Ukimaliza hiyo unachukua Durarul Bahia, ukimaliza hiyo unakwenda kwenye Robo la Ibada, ukimaliza hiyo unachukua Ghaya. Alimradi unaenda unasoma. Sasa kadiri ukisoma vitabu hivi vya fiqh vinakupa muamko wa kujua ile misingi ya kiibada, mambo ya wajibu, ubatilikaji wa ibada zako, unakuwa si mjinga kiasi fulani. Kwa hiyo shule ninasoma na madrasa nilikuwa naendelea. Na kwa kiwango kile cha kwamba kwa sababu wewe uko juu kuliko wengine, siku zote pale madrasa unakuwa ni mwalimu wa wenzako wa chini. Kwa kuna vikundi pale madrasa ya watu mbalimbali, walevu mbalimbali, na sisi tulioko juu tunakuwa tunawasimamia, tunamsaidia mwalimu. Dawa kulingania watu nimeanza kwa mfumo usio rasmi mwaka 1984. Mimi nilikuwa baada ya kuja mjini ni mshabiki au mwanafunzi mzuri wa Sheikh Nasor Abdallah Bachu. Naingia kwenye darasa yake pale. Na pale nilistafidi kwa kutoa ule usomaji wangu wa kishamba, nikasoma tajwidi vizuri, kwa hiyo nikawa najua kusoma kwa ahkami. Alafu pia pamoja na tafsiri ya Qur'ani nilikuwa na uzoefu wa kujisomea mwenyewe katika maktaba tofauti na nasikia rai, maoni, fatwa za wanachuoni tofauti kwenye yale mambo ambayo katika masomo yangu nayapitia. Kwa hiyo ni juhudi yangu binafsi, sikupita chuo chochote kama nilivyotangulia kukuambia. Sikupita chuo ambacho kinasomesha kisasa kwa mustawa kwamba hapa uko thanawi hapa, ni juhudi binafsi tu. Mwenyewe nasoma na hakikisha nimeelewa somo, nikikwama na wauliza wanaojua, basi ndo naenda. Sasa wenzangu ambao walikuwa wananiona naweza kuwasaidia ndio walioanza kuwa wanafunzi wangu wa kwanza.
Nilianza kusomesha au kuwa mlinganiaji kwa kupitia hili kundi la tablighi. Ingawaje kwa mifumo ya kisasa tunakufurishana, inaonekana watu hawana hidayah, lakini nilipitia kule pia. Mpita kwenye kundi la tablighi, na ndio walionipa ujasiri wa kusema mbele ya watu, nikawa ninasema. Kwa sasa nina wake 3 na nina watoto 9. Walikuwa 10, mmoja alifariki mwaka 2013, mtoto wangu mmoja wa mwisho. Navutiwa zaidi na mtu ambaye ana insafu na wara kwenye dini. Manake ndo hobi yangu tangu huko nyuma ninakotokea kwenye shule ya msingi, sekondari. Hata nilipokuja mjini kwa masomo ya sekondari, kwa sababu niliishia form 4. Ilikuwa muda wangu wa ziada baada ya masomo, baina al-maghrib wa isha, naingia kwenye madarisi mbalimbali kusikiliza. Kwa huvutiwa sana na watu ambao wana uelewa mzuri katika dini, alafu wanaitia katika amali ile dini yao. Hao ndo wanakuwa ni marafiki zangu, na napenda sana kukaa nao, kushirikiana nao, kuwauliza maswali. Pia ambayo kwa mtu siipendi ni ya ule ujasiri wa kujihalalishia kwamba wewe umefaulu, wewe uko sawa. Nimejifunza kwa kupitia wanawachuoni mbalimbali, hata na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wana kiwango kikubwa zaidi cha elimu na wako mbele, wamejitahidi kwenye taa, lakini bado wanajihesabu wanaharibu na hawajafanya kitu. Kwa hiyo inamsaidia mtu kujivuna mbele za watu. Sasa kuna watu sasa wana tabia hiyo, inachukiza kidogo. Inaondosha hata ule uwezekano wa watu kukaa pamoja, kushirikiana. Kama Allah kakukirimu elimu, halafu ufahamu wako ukajifanya mama niko sawa na mimi ni mtu wa janna, mwingine huyu ni mtu wa motoni, huyu hivi. Si katika mwendo mzuri waliokuwa nao watu wema wa zamani. Mtu hajipasishi mwenyewe. Wengine wanaomuona ndo wanampasisha. Hajikwezi, hukwezwa na wanaomfahamu vizuri. Kwa hiyo hii tabia nakuwa siipendelei sana. Kama tukio yalionifika ambayo siwezi kuyasahau, ni matukio kama 3, lakini tuseme ni moja, kwa sababu ni jambo moja huwa linajitokeza kama mara 3. Nina tabia, mimi sijafungua chuo, sina madrasa, lakini nina bahati ya kwamba watu wananiona naweza kuwasaidia. Kwa hiyo mwaka mmoja, nadhani sijui kama si mwaka 86, niliitwa na mtu msomi mashallah, halafu ana wadhifa katika msikiti wake. Akanisimamisha njiani, akaniambia, "Ustaz, nimekusimamisha hapa kwa jambo moja. Mimi ni mjumbe wa kamati ya dawa kwenye msikiti wetu, na nimepewa authority ya kutafuta mwalimu hapa. Msikiti wetu una watu wengi, lakini elimu hawana watu wanaokuja hapa msikitini. Na wewe ninakufahamu uwezo wako, na hisi unaweza ukatusaidia. Uje utupe kidogo taaluma kwa hawa watu waumini wetu hapa." Nikamwambia, msikiti ninavyojua mimi una wenyewe, una mashehe, na mimi sijafikia kiwango hicho cha kuitwa shekhe. Wewe ndo unajua na uwezo wa kufanya jambo, lakini haiwezekani mashehe ninaowajua hapa wakanikubalia. Akanambia, wamenipa wenyewe ridhaa nitafute mwalimu yoyote kwa kuwasaidia waumini wanaokuja kusali. Baada ya kuning'ang'ania, nikaenda nikapaangalia mazingira yenyewe. Kweli msikiti mkubwa, wakati wa sala za kawaida za jamaa ulikuwa ni mdogo, unajaa mpaka watu wengine wanasali nje kwenye upendo. Lakini baada ya salamu watu wanatimka, maana huko kwenye eneo la karibu na soko, ni mahala pa activity. Mimi nikaambia nitakuja, lakini ninachoweza kufanya kwa sasa ni kufanya mihadhara tu. Naandaa mada yangu, somo nataka nifikishe leo ujumbe gani. Kwa mfano ninakuja na mada birrul walidaini. Kuna watu wengi hawa vijana wahuni hawana mahusiano mazuri na wazazi wao. Kwa hiyo nakuja na mada yangu, napanga aya zangu na hadithi zinazozungumza birrul walidaini, nafikisha mada. Akasema hata hiyo itasaidia. Naongea leo umuhimu wa sala, nakuja na mada yangu umuhimu wa sala. Natafuta aya na hadithi zinazohimiza umuhimu wa sala kwa wale ambao wana misbehave kwenye sala zao. Nafikiri watanifahamu.
Akasema basi itasaidia. Tukafanya hivyo. Nikaanza kushiriki, nikamwambia nitakuja siku 2 kwa wiki. Nakumbuka ilikuwa ni Jumanne na Jumatano. Nipanga siku 2 kwa wiki. Basi nikaenda, nikaperform kwenye darasa zangu kama nilivyoahidi. Na siku ya kwanza watu walikuwa wachache, hawafiki 10, lakini siku ya pili wakaongezeka. Sasa kila anayekuja anaalika wenziwe. Ikawa muongezeko wa wale watu pale msikitini unakuwa mkubwa. Watu walipoanza kuwa wengi msikitini, pakawa pana kauli za ajabu zinasikika. Kama nyingine mimi sisikii wanaosema, lakini wanaosikia ndo wananifikishia. Wazee wa msikiti wanasema shetani ana nguvu. Shetani ana nguvu kivipi? Wasema mimi hapa nasomesha fiqh, watu wajue ibada zao, hawaji darasani. Kaja shetani mwenzao wanajaa tele. Sasa mimi nikaitwa shetani kwa sababu wengi wanaokuja katika darasa ni vijana wa rika yangu na kuja chini kwa wakati huo. Lakini wapo na wazee ambao walikuwa wananufaika na kile nilichokuwa nafanya, wanakuja pia. Kwa hiyo ilitafsiriwa kwamba mimi ni shetani mpotoshaji, nimekuja pale, kwa hiyo wale wapotofu wote ndo wanakuja mle msikitini. Sikupenda na sisahau. Lakini nilivumilia kwa sababu najua ndo kazi ya dawa, hata mitume yaliwafika ya kuwafika. Nikaendelea. Katika kuendelea kwangu na mtindo huo wa kutoa mada, siku moja nikaambiwa, sasa live hiyo, sio salamu za kusikia. Nikaambiwa, Sheikh, hatukuelewi. Unakuja hapa msikitini unavuruga. Mara umechukua aya hii, mara umeenda kwenye Bakara, mara Ali-Imran, kule kuoanisha aya hii na hii pia kwa watu wengine hawakuona ni darasa nzuri. Wakaniambia tafuta kitabu na sisi wanafunzi tuje na vitabu vyetu tujue tunasoma nini. Hii tunakuona unatuhangaisha tu. Lakini nikaambia sawa, kama nije na kitabu basi tutasoma tafsiri ya Qur'ani kwa sababu ndo nilikuwa naielewa zaidi. Tutasoma tafsiri ya Qur'ani na kitabu nitakachotumia ni Safwatu Tafasiri. Kiarabu chake ni chepesi, halafu presentation yake kidogo inakuwa ni rahisi kuielewa. Kwa hiyo tukaanza Safwatu Tafasiri na nikaanza kusomesha juzuu ya amma, hizi sura ndogo ndogo. Watu wakawa pia wameipenda, wakawa wanazidi kuongezeka. Nikaanza Suratul Fatiha. Suratul Fatiha nilifikia aya yake ya 6. Siku ambayo naenda kusomesha aya ya 7 nikakuta notice nimepewa. Bana, samahani, kuanzia leo tunaomba iwe basi darasa hii, usije tena. Nikachukua ile notice nikampa yule mwenyeji wangu alikuwepo, bwana soma hii kimemo alafu kifanyie kazi. Mimi nimeshauzuliwa darasa hii kuanzia leo. Kwa hiyo leo kwa sababu watu wamekuja wasomeshe, ilipobakia hiyo sirata alladhina an'amta alaihim, halafu waambie darasa imefungwa. Nikatimliwa msikitini. Kosa sikuambiwa, nimepewa tu kimemo, kuanzia leo madrasa hapa basi. Na nikaheshimu maamuzi, nikaondoka. Kwa sababu mimi sikwenda kuomba chuo wala silipwi mshahara. Nilikuwa nafanya kwa kujitolea tu kwa ajili ya Allah, na nikaona wenye kufaidika ni wengi. Nika maintain ile darasa. Lakini nilitimuliwa kiaina hivyo, nikaondoka. Nilipoondoka hapo, nikasema ili tukio limejurudia, wale waliokuwa wananufaika na darasa ile wakahangaika wenyewe, mimi sina taarifa. Wakatafuta msikiti mwingine alternative jirani na pale. Wakatafuta msikiti, wakaomba, wakakubaliwa, hapana tatizo, njoni. Tukenda. Nikawakubalia, tukenda, tukaendeleza pale pale. Tukamaliza Suratul Fatiha, halafu tukaendelea Suratul Nas. Nafikiri tukafika Suratul Alaqi. Na pale napo pakaingia tafrani. Siku moja nasomesha baada ya darsa, na siku zote nikisomesha mimi huwa sio imamu wa sala, maana siingilii mamlaka ya msikiti. Na kwenda kusomesha halafu nakuwa maamuma. Sizidishi changu. Lakini tu yale ninayoyasema katika kutafsiri Qur'ani, kama unazungumza habari ya watawala kina Firaun na nani, watu wanamechisha na viongozi wao. Ikawa sana tukana na kashifu viongozi. Hilo ndo kosa langu msikiti wa pili. Na hapo nimesomesha, nikakuta napigwa bega, bwana mimi unanijua nani? Asikujui.
mimi ndo sheha wa shehia hii, nimefahamu, na huyu hapa ni mheshimiwa nani, huyu mheshimiwa nani, huyu mheshimiwa nani. Sasa watu wa siasa wamekuja siku hii. Nikaambiwa baada ya swala tuongee faragha, kuna sehemu ya kina mama kule, akina mama hawakuwepo. Tulipokwisha kumaliza kusali, nikaitwa chemba, nikasomewa makosa yangu, na pale nikaambiwa kuanzia leo hii darasa hapa basi. Huku wanafunzi sikuwa na muda wa kuwapa taarifa, lakini niliwajulisha nilipotoka pale, maana waliona ile kitu kilichoandaliwa. Kaambiwa na hapa tumetimliwa. Nikaondoka na msikiti huo. Wamenisifia sana, ambia tangu tumekuja tunashukuru, darasa yetu imekuwa, michango ya sadaka unaona tumeboresha msikiti kwa sababu watu wanatoa sadaka zao, mapato yameongezeka. Tulikuwa tunakusanya hapa 1500 lakini sasa tunafika 1035 mpaka 50 ukimaliza darasa. Naambiwa kinachopatikana, mimi sioni kitu hapo katika hivyo. Mimi nakujia langu, lakini kilichokera hawakupenda watu ule uwasilishaji wangu. Nikafukuzwa msikiti huo wa pili. Kwa hiyo hili silisahau, nalikumbuka. Maana we learn through experience. Tunajifunza, wanasema Waswahili, ukupigao ndio ukufunzao. Kwa hiyo najifunza makosa nisirudie tena. Lakini bahati nzuri wale wanafunzi wangu wakatafuta wenyewe miti sasa. Sio matofali. Wakatafuta miti, wakajenga msikiti wa miti, ukawambwa kwa makuti. Wakasema bwana, hapa ni msikitini petu, hatufukuzi yoyote. Sasa hapa tutajitanafasi tusome. Na kweli wengine walikuwa wanatoka masafa marefu wanakuja kufuata darasa. Kwa hiyo hapo tukakaa muda mrefu kidogo, lakini napo pia ilikuja fitna siku moja, nikaletewa barua kutoka polisi kituo cha Mwera. Darasa yetu ilikuwa ipo Welezo pale. Wanapaita msikiti Ngamia. Ukapita msikiti ule kwa mbele kidogo kuna msikiti mdogo. Wakauita jina Masjid Khushui. Hasa hapo nilipata barua kutoka Mwera kituo cha polisi. Naitwa, nimeshtakiwa. Mashtaka niliopewa kituoni, nikaambiwa bwana, nimekuja na barua hii ya wito. Naitiwa nini? Wewe ndo mselemu, hapa pamekuja mashtaka bwana, wewe unawabughudhi wa Kristo. Darasa zako unazungumza kwa sauti mpaka watu kule kanisani wana wagonjwa. Kama unapafahamu jiografia ya Welezo, kuna kituo zamani ilikuwa wanahifadhiwa watu wenye ugonjwa wa ukoma. Sasa hivi wamekichukua wa Kristo pale. Masafa kutoka ulipo msikiti wetu mpaka kiliko hicho kituo inafika mita 300, viwanja vitatu vya mpira. Msikiti wetu kama ninavyokuambia ni wa makuti ya kuwamba, hatuna amplifier. Sauti yangu hii ya kawaida inaweza kuwakera watu walioko mita 300. Imagine, just imagine. Nikaambia hebu mheshimiwa askari, kabla ya kusema chochote wala kunihukumu, tutoke hapa mie na wewe, twende kwenye eneo lenyewe ukauone msikiti ulipo na ukaone hicho kituo ambacho ninakifanyia bugudha. Nina sauti kubwa kiasi gani? Kweli sauti langu kubwa, lakini sauti kubwa kiasi gani itakayowaathiri watu masafa ya mita 300? Akasema shehe, hii mimi najua bwana, ni fitna tu za kisiasa. Na kwetu unajua chuki za kisiasa zilivyo. Wewe nenda zako bwana, nitajua vya kuamua mimi. Kwa hiyo nikaona sasa fitna kama hizi zimeniathiri sana, na zizingatia na sitakuwa rahisi kuzisahau. Lakini nina discipline mpaka sasa. Huwa nikienda kwenye mahala, na huwa hata sipendi mimi kuitwa mahala. Sipendi mimi watu bwana hivi, naambia nyinyi kuna mashehe pale, muoneni fulani, fanyeni hivi. Kwa sababu mimi mwenyewe nalazimika na yangu mengi sana yatanipita. Kwa hiyo lakini wengine huwa wanasisitiza na kwa hoja zao wengine hazipingiki. Wanaongea kwa nguvu ya hoja na lazimika kuwaitikia. Lakini vitu kama hivi huwa vinanisibu mara nyingi sana. Na hata pia kwa chingine cha sasa wanatokea baadhi ya watu wakanichamba kwenye mitandao huko. Lakini mimi huwa sikasiriki kwa sababu hata mwenyewe kama ninavyokuambia sioni aibu kusema sikusoma. Sikusoma kweli. Kusoma yangu ni hii tu ya kukaa kwa shehe fulani, ukachukua kitabu, ukasikiliza na watu, ukapitia, ukaenda library, ukafanya reference, ukafahamu unavyofahamu, alafu mwenyewe ukajitahidi kutendea kazi ulichofahamu. Lakini sikusoma chuo katika vyuo vinavyofahamika ambavyo wanapimwa wanafunzi wake, wanapewa ijaza ya nini. Sikusoma hivyo. Nimesoma kienyeji tu. Changamoto ni nyingi, lakini kwa mfano wa karibu ni hasadi na choyo.
Hasad ni kwamba unamuona mwenzako kaneemeka na jambo, alafu wewe ukawa hukupenda. Na hili ni jambo maarufu, si kwenye ilmu tu, mahala mwingi sana. Inawezekana hata vijijini umelima shamba lako, Allah kakubarikia, miti imemea vizuri, akapita mtu hakupenda. Sasa shamba la nani? La fulani. Siku ya 3 ukija miti imekauka. Wengine wanakuwa wanafanya kuwahifadhisha watoto mashindano ya Qur'ani. Basi mtu ataona tu mtoto wa mwenzake kafanya vizuri, wake kaharibu, basi anafanya namna gani vipi, wanasema anatumia nguvu ya kiza, utasikia mtoto kawabubu, kawachizi au kafariki dunia. Kwa hata na kwenye ilmu hayo masala yapo ya hasadi. Watu wanahusudiana sana. Na ndio maana sipendi sana umbele kwenye misikiti ya watu. Ni both sides. Inawezekana ni shekhe kwa shekhe, wallahu aalam. Na inawezekana pia ni waumini wa kawaida kwa shekhe. Maanake waumini nao pia wanaendana na mashekhe wao. Shekhe anaweza akasema msimsikilize fulani, msimfuate fulani, mfanyeni hivi fulani. Sasa ikawa shekhe katumia nguvu yake alionayo, katoa maagizo na yakafanywa kazi. Raha zangu ni zile ambazo nazitoa mara nyingi. Duniani tupo kwa ajili ya matayarisho au maandalizi ya maisha ya milele. Tuwe werevu kutumia vizuri muda wetu. Fanya jambo ambalo una uhakika hili lina faida. Achana na mambo ambayo kwa utashi wako tu, kwa kutetea dunia yako ukaharibu akhera yako. Lazima tujue thamani ya maisha haya ambayo tunaambiwa ni ya mpito, lakini ni muhimu kwa kuandaa maisha ya uhakika ya milele tunakokwenda. Hili tu ndo nasaha yangu kwa watu. Tuichukue dunia kama tuko shamba, tunalima. Mwisho wa siku baada ya mavuno, hatukai shambani tukanufaika tukala yale mavuno. Tunapeleka godown au nyumbani, au tunaingiza sokoni, tunauza mzigo, tunakusanya hela. Kwa hiyo na duniani ni hivyo hivyo. Tunafanya tunayoyafanya, lakini kuna siku yatakuja kukaguliwa, halafu tunaambiwa matokeo ya thamani ya kazi yetu. Kwa hiyo unaweza ukajuta bure kwamba nilikuwa nina nafasi na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kuliko hivi. Lakini hiyo itakuwa ni majuto tu mjukuu. Mshaharibu kazi yako.